Aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wazee la jamii wa Borana Abdullahi Ngonjombe ametoa wito kwa wakazi kaunti ya Isiolo kuishi kwa umoja na amani. Akizungumza wakati hafla ya maombi ya sherehe za Eid al-Fitr, Ngonjombe amewataka viongozi wa kisiasa pia kuwa mfano bora kwa wananchi. Aidha, ametaka asasi za usalama kuchunguza visa vya uhalifu ambavyo vimekuwa vikifanyika na washukiwa kuchukua hatua za kisheria. Kando na hayo, amekosoa cheche kali ambazo zimekuwa zikitolewa viongozi ngazi ya kitaifa, akiwataka kufuata mienendo ya viongozi waliowahi kuhudumu hapo mbeleni. Omba Mungu atupatie na apatie kila Muislamu na watu wote katika ulimwengu hii wapate salama, watu wapendane, kwa sababu binadamu yote ni ndugu moja. Despite kila mtu ako na sekta yake ya dini, Islamu ni kitu kimoja na binadamu wengine ni mandugu wote. Kwa hivyo tunawaombea kila mmoja salama, watu waungane, wapendane, wakae vizuri. Naomba watu wa Isiolo kama viongozi ya kwamba wametengana kwa muda mrefu, hakuwa na faida yote. Watu wameenda kwa street kupigana na nini, lakini haijafua dafu. Hii ni jambo ambaye watu lazima wakae chini wafikirie. Viongozi warudiane, wakae chini, wapendane, wawe kitu kimoja. Kama vile president yetu Mheshimiwa Samoei Ruto anaomba kila wakati watu waungane, watu wakae pamoja. Sisi pia lazima tuwe watu wa kupendana, watu wa kuishi pamoja. Hasa viongozi hawa Waislamu, watu wachukue maarifa kutoka kwao. Lazima wanakuwa mfano mzuri. Lazima watu ambaye ya kujenga, sio watu wa kubomoa. Na unaona Isiolo tumebomoa. Ofisi yote zimefungwa. County Assembly hakuna. Speaker ni 2. Nini mambo mengi utaona. Hivyo tunataka wafanyikazi wa serikali ambayo wanahusika na jambo la ya ofisadi, ya kuzuia ofisadi, wakae chonjo, polisi, DCI, anti-corruption. Wote ofisi ya Isiolo hakuna kazi wanafanya. Wafanye kazi, walete watu pamoja. Wapeleke wale watu ambao wameharibu. Wapeleke wale watu wameharibu uchumi, wale ambao wameharibu resource ya wananchi. Peleka hawa pale inatakiwa kupelekwa. Au fanya hivyo, fanya maarifa ya kuleta watu pamoja na kuzuia hayo jambo. Hii jambo imeharibu Isiolo. Isiolo ni pale watu wote wanapenda. Leo town hii ni cosmopolitan. Lakini vile watu wanaishi na ukabila. Hii ukabila tuiache tuwe kitu kimoja. Watu wa Isiolo tujumuike pamoja, tupendane, tukae pamoja, tuendeshe hii nchi yetu mzuri tukiwa sisi wote tukiwa pamoja. Ya taifa tunawaomba waige mfano ya wale viongozi ya mbeleni na waige kiongozi yao. Leo President Ruto ndio president yetu. Tumfate wakati Mungu ndio alimpa yeye. Hatuwezi kumuongoa yeye na nguvu. Na hakuna faida yoyote ambayo sisi tunapigana. Nasema tusitafautiane juu ya nini, kulombana, kujibishana, maneno mabaya, wawache. Wasimamisha haya jambo, haina maana kwetu, haina faida. Jambo ambayo iko na faida kwetu ni ile kujumuisha watu na kuleta watu pamoja. Ndio Kenya hii ili kwako na itakwako hivyo hivyo.